Okay, nachukua nafasi hii kwanza asubuhi kumshukuru Mungu. Ni kwa sababu ya jinsi alivyo Mungu wa kipekee katika maisha yetu. Tunapotazama hali jinsi ilivyo, ukweli ni kwamba tunasalia tu na kwa msaada mmoja ni Mungu peke yake. Na hii ndio sababu siku hii ya leo ametupa fursa hii kuweza kwa mahali hapa ili kwamba tukaweze kuleta mahubiri haya yakaweze kutusaidia hata wale ambao hatujapata nafasi ya kuweza kuwa kanisani. Maana ndio kwamba neno la Mungu ni neno ambalo lazima lihubiriwe katika hali zote. Na hivyo asubuhi hii nataka tu tukaweze kuangalia katika kitabu cha Yohana mlango wa 5 kuanzia mstari wa 1 hadi 9. Na kabla hatujasoma neno hilo, nataka nikaweze kuomba ili tukaweze kuendelea. Baba, katika jina takatifu la mwanao pekee Yesu Kristo, ni asubuhi iliyo njema ambayo Mungu umetupa fursa kama hii. Ninajua kwamba ilikuwa ni tamanio ya mioyo yetu kwamba wote tukaweze kuwepo, lakini haijawezekana. Lakini najua kwamba Mungu mkono wako uko kila mahala unapoguza watoto wako mtakatifu. Na hivyo kama chombo jinsi umenipa fursa hii mtakatifu, nitumie ili kufikia wengi Jehova asubuhi ya leo. Ili kwamba wale ambao wamevunjika moyo wakaweze kutiwa moyo, wale ambao wamekosa matumaini Bwana wakapate matumaini mapya Mungu uliye mtakatifu. Ninakuinua, ninakuabudu, maana najua kwamba uwepo wako tayari ushatamalaki mahali hapa, na Roho wako anaenda kutuelekeza hata mahala ambapo umepanga Jehova. Hivyo sifa ni zako na utukufu wote mtakatifu, maana mikononi mwako mtumishi Jehova nimeweza kujiachilia. Katika jina la Yesu Kristo nimeomba ninapoamini. Amen. Hivyo jinsi nimeweza kusema, kitabu cha Yohana mlango wa 5 kuanzia mstari wa 1 hadi 9. Huu ni ujumbe ambao mara nyingi watu wameweza kusikia na tumeweza kuhubiri. Lakini jambo moja ni kwamba neno la Mungu linasema kwamba kila siku neno la Mungu ni jipya. Na ndio sababu moyo wangu umeguzwa kuweza kunena neno hili, nao unaongelea juu ya muujiza pale kwenye birika. Tunapoelewa vizuri kwamba maandiko yanasema vizuri kuanzia mstari wa 1, sema kwamba sometime later Jesus went up to Jerusalem for a feast of the Jews. Now there is in Jerusalem near the sheep gate a pool, which in Aramaic is called Bethesda, and which is surrounded by 5 covered colonnades. Here a great number of disabled people used to lie, the blind, the lame, the paralyzed. One who was there and had been an invalid for 38 years. When Jesus saw him lying there and learned that he had been in this condition for a long time, he asked him, "Do you want to get well?" "Sir," the invalid replied, "I have no one to help me into the pool when the water is stirred. While I am trying to get in, someone else goes down ahead of me." Then Jesus said to him, "Get up, pick up your mat and walk." At once the man was cured, he picked up his mat and walked. Bwana asifiwe. Hivyo neno la Mungu linatuongelesha juu ya mahala ambapo wagonjwa walikuwa wanaelekea. Mahala pale maandiko yanasema kwamba kulikuwa na wengi wasiojiweza, wale ambao wamepooza, wale ambao ni wagonjwa katika aina mbalimbali. Na maandiko yanasema kwamba katika nafasi hii watu ambao walikuwa mahali pale walikuwa wanangoja, ndio maana malaika alikuwa anakuja wakati fulani kuweza kuja kuyatipua yale maji. Anapoyatipua yale maji, anayetangulia kuingia pale ndani anapokea uponyaji, haijalishi ni magonjwa gani aliyokuwa nayo. Na hivyo maandiko yanasema kwamba hao wote walikuwa mahali pale. Ukiangalia mstari wa 3, na katika muda wote walikuwa wanajaribu. Ilikuwa ni bidii ya mtu, ilikuwa ni uwezo wa mtu, mradi utangulie wewe umefaulu. Na maandiko yanasema kwamba mtu huyu aliketi mahali pale kwa miaka 38. Miaka 38 akijaribu ili kwamba awe wa kwanza, lakini hawakuwa kifaulu. Maandiko yanasema kwamba na Yesu akaja mahali pale. Alipofika mahali pale akagundua mtu amekuwa katika hali hiyo kwa miaka 38. Na miaka 38 hiyo alijua mtu ameteseka. Na maandiko yanasema kwamba na Yesu akaweza kumuuliza swali rahisi, "Je, ungelipenda kuweza kuwa sawa?" Na akasema kwamba mimi sina mtu wa kunisaidia kuniweka kwenye birika. Maana malaika anapokuja na kutipua ile maji, wengine wananitangulia mimi. Kwa hivyo niko hapa.
Na Yesu hakumwambia mambo mengine mengi, alimwambia chukua mkeka wako, ondoka na ukaenda. Maana mstari wa 9, na akachukua mkeka wake na akaondoka kaenda. Kuna mambo karibu 7 ambayo nitakwenda kuongelea kulingana tuna huo mstari wa 1 hadi 9 ambayo inaweza tusaidia katika maisha yetu. Maana jambo moja ambalo nakuja kuangalia ni kwamba unapoangalia huyu ni mtu ambaye ameishi karibu na muujiza wake. Yaani ako kwenye mlango. Kitu ambacho imebakia ni hatua moja tu kuingia kwenye muujiza wake. Lakini unapokumbuka kwamba hii hatua moja hakuweza kwa miaka 38. Maana ameketi mahali pale anaona tu watu wanaingia. Na ni vibaya sana mpendo kuishi karibu na muujiza wako, lakini ku make step ya mwisho tu ya kuingia mahali ambapo unataka inakuwa ni vigumu. Inauma sana kuweza kuona kwamba uko tu kwenyewe, lakini kufaulu kwako, yani hatua hiyo moja pekee imekuwa ni changamoto. Na unaona wengine wanatoka nyuma, wanakuja na kutangulia. Inauma sana kama mwanadamu. Hasa wakati wewe ni mgonjwa, wakati una uzito, unapoangalia umefika, lakini kuingia tu kwenye muujiza wako inakuwa ni vigumu. Unaona tu wengine wako wanaingia, lakini wewe uko mahali pale. Na hivyo ndio hali ambayo ilikuwa mahali pale, ambayo ilikuwa ni hali yenye uzito. Kwa hivyo pointi ya kwanza ambayo nataka kuongelea mahali hapa ni pointi ambayo yani inasema kwamba ni vibaya zaidi ama ni uzito zaidi kuweza kuwa kati ya wale ambao ama sehemu ya wale ambao hawajiwezi. Maana watu ambao hawajiwezi, ukiona wewe ni mmoja wao, bali inamaanisha kwamba kuna shida. Kuna shida kwa sababu ni nani atasaidia mwingine. Na tunapoangalia wakati huu ni kwamba malaika wanakuja kwa wakati fulani. Na ule wakati anapokuja, yeye anachukua ile maji na anaenda. Yule ambaye ameingia penye maji pale anapona. Hebu angalia idadi ya watu wengine hawa wengi ambao wanasalia. Wanaanza kuweka mawazo kwa wakati mwingine. Sema kwamba kwa sababu leo imenipita, then sasa ngoja wakati mwingine. Kwa hiyo ni mmoja kati ya wale ambao walikuwa hawajiwezi. Kwa hivyo wasiojiweza ni vigumu sana kuweza kusaidiana. Lakini unapata kwamba watu hawa kila mmoja alikuwa na bidii yake. Kila mmoja hajiwezi, lakini anajaribu kujisaidia, anajaribu kung'ang'ana ili kwamba aingie. Hakuna yule ambaye ako tayari mahali pale kubeba mzigo wa mwenzake, maana alikuja mahali pale kwa ajili ya uponyaji. Na hawezi peana nafasi kwa mwingine kupona, na yeye ako mahali pale anataka kuweza kupona. Na hilo shida kubwa sana kuwa mmoja kati ya watu wasiojiweza. Maana watu wasiojiweza kusaidiana kwao ni gugumu. Maana kila mmoja ana njaa, kila mmoja ana maumivu, kila mmoja ana tamanio la kutoka mahali pale. Kwa hivyo na shida ilikuwa ni kwamba ni mara moja malaika anapokuja, yule wa kwanza ndiye anaingia. Kwa hivyo ni ombi la moyo wangu tukaweze kuelewa maisha ya kuwa katika hali ya kutojiweza ni maisha magumu, na maisha ambayo mtu naamini kwamba hakuna mwenye huwa anaomba ama anatamani kuendelea kuishi katika maisha kama hayo. Hatukupanga, lakini wakati mwingine tunajikuta tuko ndani, na tukiwa ndani inakuwa ni wakati mgumu kabisa. Lakini jambo ambalo linatutia moyo ni kwamba kuna muujiza wetu, kuna kufunguliwa kwetu ambao kuko mbele, kwa sababu mtu huyu hata licha ya miaka yote bado jawabu lake lilikuja kutoka kwa Yesu. Na hivyo sababu nataka niseme kwamba jambo la kwanza la muhimu la kwanza kuelewa ni vibaya sana wewe kwa mmoja kati ya watu wasiojiweza. Maana ni shida, amani hakuna, furaha hakuna, maana ule uzito unakuwa ni juu ya maisha yao. Jambo lingine la pili ambalo nataka kuliongelea ambalo ninalipata katika mstari wa 7. Inasema kwamba huyu mtu wakati anapoulizwa na Yesu, je, ungelipenda kupona? Anasema kwamba sina mtu wa kunisaidia ili kwamba nikaweza kutoka mali yake, ili kwamba nikaweza hata kuingia kwenye lile birika. Jambo ni kwamba mpendwa, tunahitaji mtu aliye bora kutuliko katika maisha yetu ili kutusaidia. Na ni nani yule aliye bora katika maisha yetu kwa kuweza kutusaidia kuliko mwingine wewe? Ni Yesu Kristo pekee yake. Maana jambo ni kwamba huyu mtu aliishi mahali pale, watu wote ambao walikuwa mahali pale walikuwa kiwango chake. Wote walikuwa ni watu ambao hawajiwezi wako. Na kwa sababu hawajiwezi wote, walikuwa ni kiwango ambacho kiko vile. Na hivyo ilihitaji mtu aliye bora kumliko yule ama kuliko wale ambao kwa mahali pale ili kumsaidia yule mtu. Maana yule mgonjwa angetoa mgonjwa mwenzake mahali pale. Yule mwenye ukoma angetoa mwenye ukoma mwingine mahali pale. Ilihitaji mtu aliye na afya nzuri.
Ilihitaji mtu mwenye ana uwezo, aliye bora kuliko. Na ndio sababu Yesu alikuja kwa ajili ya mtu, maana yeye alikuwa ni bora zaidi kumliko mwingine yote aliyekuwa mahali pale. Kwa hivyo katika maisha yetu pendo, tunahitaji kumwangalia yeye aliye bora maishani mwetu, ambaye ni Yesu Kristo, maana yeye ni zaidi ya kila hali zote. Kila magonjwa inatii mbele zake, kila laana zinatii mbele zake, kila milima inayeyuka mbele zake anapokanyaga katika maisha yetu, kwa sababu yeye ni bora kuliko yeyote aliye karibu nasi. Tunapata kukombolewa. Hivyo jambo moja tunaweza kuambia mpendwa, katika maisha yetu ni vizuri kuwa na mtu aliye bora kutuliko sisi, mtu ambaye ako juu yetu, mtu ambaye tunaweza mtazama na akaweza kuonekana na kuleta utofauti katika maisha yetu. Maana jambo ambalo najua ni kwamba tunapounganika pamoja na yeye, ukweli ni kwamba hali zinabadilika. Maana yeye hawezi simama mahala na hali zikasalia vile. Na hii ni ombi la moyo wangu kama mpendwa, katika jina kuu la Yesu Kristo, ni vizuri tukaweza kumwangalia yeye aliye pale juu, maana ana uwezo na ana msaada mkubwa sana kwa ajili yetu. Jambo ambalo tutaweza kuongelea, jambo la tatu ni hili. Tunapoangalia ni kwamba chochote pasipo uwepo wa Mungu ni kazi bure. Anything is useless without God's power. Chochote mpendwa, kama nguvu za Mungu hazipo ndani, hakina umuhimu. Kwa nini niseme hivi? Ni kwa sababu maandiko yanasema kwamba pale kulikuwa na lile birika ambalo lilikuwa na maji ndani. Maji yalikuwepo kila wakati, lakini ilihitaji nguvu za Mungu kushuka ndani ile maji ndipo uponyaji utafanyike. Kwa maana maandiko yanasema kwamba malaika alipokuja alikuwa anatipua ile maji, na yule ambaye anaingia ndani wa kwanza anapokea uponyaji. Hii ni dhihirisho wazi, maji yalikuwa yanangoja upako, ndiposa ikaweza kuleta utofauti. Maana upako ndio huleta utofauti katika kila hali zote. Na hivyo sababu nataka niseme mpendwa, hata kuna wale ambao wanachukua mafuta wanapaka watu, si vibaya, endeleeni, lakini ukweli wa mambo ni kwamba mafuta pasipo upako ni kazi bure. Maana maji hayawezi tuguza, hayawezi kubadilisha maisha yetu kama upako haujaguza ile maji. Mafuta hayatabadilisha maisha yetu kama upako hautaguza maisha yetu. Ile watu ambao wanaambiwa kubeba mchanga, kwamba kuja na hiyo mchanga tutaiombea na iende, acha nikwambie, tunaweza beba mchanga hata kama lori mzima, lakini bila upako ndani wa Mungu mwenyewe haitaleta utofauti wowote. Iwe ni vitambaa, haitaleta utofauti pasipo upako. Maji yalikuwepo lakini hayakuwa na upako, mpaka malaika aje ashuke ndani na upako upatikane. Na anapoondoka upako umeenda, maji yanasalia kwa ni maji, hakuna mtu akona jaribu kuingia ndani. Na hii ndio sababu nataka nikwambie mpendwa, kwamba chochote pasipo upako wa Jehova ni kazi bure. Maana kama ingelikuwa kwamba maji yale ya birika yalikuwa na upako, au watu wangekuwa wanaingia baada ya mwingine haraka na haraka na haraka, hata wote wangeliamua wengine wamwangike ndani, kwa sababu iko na upako. Lakini kwa sababu malaika tu alikuwa anakuja kuyaguza, kuyapea upako, basi anapoondoka upako umeenda. Na hiyo sababu nataka nikwambie, haya maisha ambayo tunaishi, lazima tuhakikishe kwamba hata kama ni kuwekewa mikono, tunaweza wekewa mpaka hata na miguu yote tuwekewe. Lakini kama kuna jambo la umuhimu mpendwa, kitu cha umuhimu ni upako. Ukiwekewa mikono pasipo upako wa Jehova, hakuna kitu chochote kinafanyika. Na hii ndio sababu naangalia mali hapa, ninagundua kumbe ule upako ndio uleta utofauti. Hao watu wote walikaa mali pale kwa sababu malaika kwa kuja mara moja analeta upako mara moja. Hivyo lazima tukaweze kuelewa. Tumeishi na tumeona vituko katika makanisa. Nataka niseme kwamba tunahitaji upako wa Jehova katika maisha yetu. Tunahitaji uguzo wa mtakatifu mwenyewe katika maisha yetu. Na kumbuka wakati mmoja kina Paulo alikuwa akitembea katika kitabu cha Matendo. Maana yanasema kwamba hata tu yani kivuli chake peke yake kilikuwa kinaguza watu na wanapona. Zile handkerchief zake zina watu wanapoguzwa nazo wanapokea uponyaji. Ni kwa sababu gani? Handkerchief ilikuwa ni handkerchief, lakini kuna upako ambao ulikuwa unashuka juu yake, ambao ulikuwa unaleta utofauti mahali pale. Na mimi najua kwamba katika jina la Yesu hakuna kitu kinaweza leta utofauti katika maisha yetu kama si upako wa Jehova.
Ni ombi la moyo wangu kwamba tujiachilie katika upako wa Jehova, maana huo ndio unaenda kuvunja kila ngome katika maisha yetu. Hiyo ndio inaenda kuleta kila hali kwa chini ya masharti ya Jehova, kwa sababu yeye ni Mungu mwenye uweza na anayeweza mambo yote. Ule upako ndio ulikuwa unafanya kazi pale kwenye birika. Jambo lingine ambalo ni la tatu ambalo nataka kuongelea katika maisha, usiwahi give up kujaribu. Keep on trying. Haijalishi umejaribu mara ngapi. Maandiko inasema, unapoangalia verse 7, anasema kwamba wakati wote ninapojaribu kuingia ndani, mwingine amenitangulia. Kumbuka hiyo ni miaka 38. Huyu ni mtu ambaye haku give up kujaribu. Unapoangalia hata jinsi unavyoangalia uzao ambao tuko nao, wengi hawajafikisha hata miaka 38. Na huyu mtu ameishi mahali pale 38. Na ukweli ni kwamba bado alikuwa anaendelea kujaribu hata kama hawezi. Hallelujah. Hata wakati mambo ni magumu, bado alikuwa anajaribu. Anaona wengine wamtangulia, anajipa moyo. Anasema bado nitajaribu tena kwa mwaka mwingine. Wakati anaona wengine wamemtangulia, bado nitajaribu tena wakati mwingine. Katika maisha, ni ombi la moyo wangu, usiwahi give up. Endelea kumtumainia Mungu. Endelea kujaribu, maana katika kujaribu muujiza wako unakuja. Usiwahi ona kwamba umejaribu mara kadhaa hujafaulu. Siku yako wewe hauijui. Wakati wako mpendwa haujui. Kama kuna yeye ajuaye wakati wako ni Mungu. Yeye anajua wakati wa kukutembelea. Yeye anajua wakati ambao umeutenga kwa ajili ya ukombozi wako. Na hivyo katika jina la Yesu Kristo, mtu huyu aliishi kujaribu. Wengine wanajaribu wanafaulu, lakini yeye anajaribu akishindwa. Na hii nataka nikutie moyo, jipe moyo mpendwa. Hata kama wengine wanafaulu, wewe unakosa kufaulu, unaenda kufaulu kwa wakati wako. Maana Mungu ashapanga kila kitu kwa ajili yako. Si kwamba Mungu hajui hali ambayo unazipitia. Yesu alitambua muda ambao mtu ameketi mahali pale. Na hivyo ndio jinsi anavyotambua yale ambayo unayapitia. Na kwa sababu hiyo ni ombi la moyo wangu kama mpendwa, jipe moyo, wakati wako unakuja. Endelea kujaribu, endelea kukaa miguuni pa Jehova, endelea kukaa katika uwepo wake. Maana siku inakuja, miaka 38 ni mingi, ninakubali. Lakini ukweli wa mambo ni kwamba haijalishi miaka ambayo umejaribu, kama kuna kitu cha maana ni siku ambayo umeenda kufaulu. Haijalishi mpendwa, miaka ambayo umehangaika. Mimi kama kuna kitu kinanitia moyo, ni siku yako ya kufaulu ambayo inakuja. Jitie moyo, maana Mungu aliye mwaminifu ako njiani anakuja. Na akanafanya kitu kwa ajili yako, ili kwamba wewe ukaweze kuona kwamba una amani katika maisha yako. Jipe moyo mpendwa, maana Mungu ni Mungu. Chochote umejaribu na uone ukifaulu, endelea kujaribu. Ukimwamini Mungu, siku inakuja. Wakati wako unakuja. Na wakati unapokuja, Mungu anaenda kujitukuza katika maisha yako. Hallelujah. Jambo lingine ambalo nataka kusema ni hili. Katika maisha, mtumainie Mungu. Katika maisha, tumainia Mungu peke yake. Tunapoangalia katika mstari wa 7, huyu ni mtu ambaye anawalaumu wenzake kwa sababu hakuna wa kumsaidia. Ukiishi kulaumu watu kwamba wakusaidii, then ni wazi kwamba tumaini lako haliko kwa Mungu. Ni wazi tumaini lako liko kwa watu wakusaidii. Na nataka niseme kwamba tunapoangalia katika hii hali, tunaambia kwamba wale ambao yeye alikuwa anatarajia msaidie hawajiwezi. Hawajiwezi. Na hao yeye anatarajia msaidie atoke pale, ni vigumu. Hakuna jinsi asiyejiweza atakusaidia wewe usiyejiweza. Kuna mmoja tu peke yake awezaye kukusaidia. Na hivyo sababu huyu mtu anasema kwamba sina mtu wa kuweza kunisaidia kuniweka kwenye birika. Wakati ninapojaribu wengine wanatoka wananitangulia. Tumaini lake kwa hiyo miaka yote ilikuwa ni mtu amsaidie. Ni ombi la moyo wangu mtu asikusaidie, lakini uone Mungu akikusaidia. Maana ni Mungu peke yake ambaye ameshika maisha yetu. Ni Mungu peke yake ambaye anajua hali zetu zote jinsi zilivyo. Maana yeye ana uwezo wa kuweza kuonekania ikiwa utaweka tumaini lako kwake. Yeye ni mwaminifu. Kwa hiyo verse 7, Mungu ni mwaminifu. Kama kuna kitu hataki ni kusikia wewe unaweka tumaini lako kwa mtu. Na mwanadamu lazima tukaweze kukumbuka Yeremia anasema gani? Amelaaniwa mtu yule anayemtegemea mwanadamu mwenzake.
Hakuna haja tukubali laana hii katika maisha yetu wakati tuna mawazo mazuri na akili nzuri. Wacha tuweke tumaini letu kwa Yesu, maana tunapomtumainia hali zetu zitaimarika. Wakati huu ambao tunaona janga lipo la corona, pendwa, hili ni janga ambalo lina uzito, na hiyo kikae kwamba serikali ikusaidie, watu wakusaidie, unaweza jikuta ukiangamia. Na nataka nikwambie kwamba imefika wakati kama wanadamu tukubali kwamba tuna udhaifu, na udhaifu tuupeleke kwa Jehova. Maana ni yeye tu, hana haja kusikia kwamba pastor anakusaidia ama nani anakusaidia. Mungu ana haja kuona kwamba unasema tumaini lako liko kwake. Usianze kulaumu watu. Kulaumu watu kwamba wakusaidii haikupeleke katika muujiza wako, lakini inakuweka mbali na muujiza wako. Maana Mungu tu ndiye awezaye kusaidia. Unapomtumainia unaleta muujiza wako karibu, unaleta msaada wako karibu. Lakini ukiishi kulaumu watu kwamba wakusaidii, yaani unaishi katika lawama kila wakati, nataka nikwambie kama mpendwa, hautafaulu katika maisha haya. Kuna msaada mmoja ambao ni kwa Jehova. Jiachilie unapomtumainia yeye, maana ana msaada wa kutosha. Ninapokumbuka katika Zaburi 84 anasema wazi, hata zuia chochote kilicho kizuri kuwafikia wale awapendao. Mungu ana vitu kwa ajili ya watoto wake. Ana uwezo kuweza kuponya watoto wake, ana uwezo kukomboa watoto wake. Kitu ambacho anahitaji ni sisi kuweza kumtumainia. Kama uko tayari kumtumainia, utoe mawazo yako kwa wanadamu, then ataingia katikati ya maisha yako na atafanya kitu. Hii miaka 38 huyu mtu tumaini lake ilikuwa ni kuona atakayemsaidia, kuona atakayesimama mahali pale na kuacha shida zake, asema kama kuja nikusaidie nikuweke mahali pale. Lakini ukweli ni kwamba hakupata mtu awezaye msaidia, maana kila mmoja mahali pale alikuwa ni mtu dhaifu. Ni ombi la moyo wangu kwamba mpendwa, katika jina la Yesu Kristo, katika hii corona jinsi ilivyo, katika changamoto ambazo tunazipitia, kuna mmoja kutumainia ambaye ni Jehova, na yeye hawezi kukufaili katika maisha. Ako tayari kusimama ikiwa tumaini lako utaliweka mikononi mwake. Hallelujah. Jambo lingine ni kwamba unaposoma verse 3, bado Mungu anaweza kuja tu mahala kwa sababu yako. Anaweza kuja tu kwa sababu yako mahala. Maana inasema kwamba walikuwa wengi bali pale, unaposoma mstari wa 3, walikuwa wengi wenye udhaifu, wengi kabisa. Lakini maana inasema namna gani? Alikuja kwa sababu tu ya huyu mtu peke yake. Mnaweza kuwa wengi ambao mnahitaji mambo mengi, lakini ukweli ni kwamba Mungu anaweza kuja kwa sababu ya mtu mmoja na mbadilisha. Hata katika familia unaweza pata familia mko wengi, lakini ukweli ni kwamba huenda Mungu anaweza inua mtu mmoja katika familia na muweke juu na wengine wako. Si kwamba na ubaguzi, hivi ndivyo jinsi anavyofanya kazi yake. Kazi yake haina makosa. Na hivyo ni ukweli ni kwamba yeye ana uwezo kuchagua mtu mmoja amtumie kwa ajili ya sifa na utukufu wa jina lake. Na hii ndio sababu Mungu alimtuma tu Yesu aje mahali pale kwa sababu ya mtu huyu. Hivyo katika maisha mpendwa, hata mkiwa wengi, nataka nikutie moyo, endelea kumtumainia Mungu, maana anaweza tuma muujiza wako wewe peke yako kati ya wengi. Usife moyo unapo katika hali yoyote, maana jambo ambalo nalijua wazi ni kwamba Mungu ana mpango ulio mzuri kwa ajili ya watoto wake. Hata kama ni miaka, lakini ana mpango mzuri. Atakuja kwa ajili yako. Maana maandiko inasema tu wazi, alikuja, hakuhudumia mahali pale mtu mwingine awaye yeyote. Hallelujah. Hakuhudumia mtu mwingine yeyote. Maandiko inasema kwamba alikuja kwa huyu na kuongea naye mambo mengi, dakika mwisho anamwambia tu chukua godoro lako na uondoke. Ile ndio neno ambalo aliongea, na huyu mtu akapona na akaondoka mahali pale. Hakuna story ambayo tunaambia kwamba Yesu alihudumia tena wengine ambao walikuwa mahali pale. Si kwamba hakuona, lakini mission yake ilikuwa ni kwa sababu ya mtu mmoja. Na alipo accomplish hiyo mission, alitoka mahali pale na akaenda. Ndiposa baadaye anakuja kukutana na huyu mtu anamwambia basi uko sawa, basi na usitende dhambi tena. Hakuhudumia mtu mwingine. Kwa hivyo anaweza kuja tu ni kwa sababu yako. Na najua kwamba ana uwezo. Kama alitendea huyu, anaweza kutendea hata wewe. Jipe moyo, maana anakuja kwa ajili ya wewe. Labda una hali ngumu ambayo umezipita kwa muda mrefu, lakini nataka nikutie moyo kwamba anakuja. Ataacha shughuli zingine zote kwa sababu yako. Anakupenda mpendwa. Anajua jinsi umehangaika kwa muda wote. Anajua jinsi umeteseka kwa muda wote, lakini anakuja ili kwamba kutoe katika hiyo hali, akuweke katika afya nzuri,
akutoe katika ile magonjwa ambayo imekusumbua, akupe nafasi nzuri ya maisha, at least na ufurahie kama watu wengine wanavyofurahia. Akutoe katika zile hali ambazo zimekuzingira, at least akupe uhuru ambao unaweza kufurahia kama mwanadamu. Jipe moyo katika jina la Yesu Kristo, maana yeye akupendaye anakuja, na anapokuja hali zako zitabadilika. Point nyingine ni kwamba mtarajie Mungu maishani mwako katika njia ambayo si ya kawaida. Mtarajie tu Mungu katika maisha yako njia ambayo si ya kawaida. Unajua, katika maisha yetu sisi wanadamu, mara nyingi tunajua kwamba njia ni hii tu ambayo tunatarajia Mungu atusaidie. Hebu kumbuka pale kwenye birika la Siloamu kwenyewe. Maandiko yanasema kwamba birika lilikuwa mahali pale, maji yalikuwa mahali pale. Njia tu ya uponyaji pale ilikuwa ni mtu kuingia kwenye birika. Hiyo ndio ilikuwa njia ya kawaida. Kwa hivyo kila mmoja ambaye alikuwa mahali pale alikuwa anajua tu ni kuingia pale wa kwanza. Hiyo ndio ilikuwa njia ya kawaida. Na unapoingia mahali pale shida yako imeisha. So mtu huyu naye kwa miaka 38 hiyo ndio ilikuwa mawazo yake, kwamba lazima siku ile ataingia kwenye birika, malaika kama ametipua akiwa wa kwanza ndipo apokee uponyaji. Lakini Mungu ni Mungu ambaye anafanya vitu kwa njia ambayo si ya kawaida. Lazima tutoke katika ule ukawaida wetu wa matarajio. Maana kuna vile sisi watu tunatarajia tu, lakini huwa inafika mahali ambapo Mungu yeye huwa anakuja kwa njia yake tofauti. Maana Biblia inasema kwamba akili zake hazichunguziki na njia zake si njia zetu mpendwa. Mawazo yake jinsi anavyowaza mpendwa sio vile sisi tunavyowaza. So matarajio ya ukawaida ya mwanadamu mpendwa haiwezi shikamana na mapenzi ya Mungu. Mungu yeye ana uwezo wa kubariki kwa staili tofauti. Ana uwezo wa kuponya kwa njia ambayo si ya kawaida. Ana uwezo mpendwa kukuinua katika njia ambayo si ya kawaida. Kuna wale ambao wameinuliwa na hawakusoma. Kuna wale ambao wameinuliwa mpendwa na si kwamba kuna kitu kingine chochote, lakini mpendwa ni Mungu tu aliwatembelea katika njia yao tofauti. Huyu mtu aliishi kutarajia njia hiyo moja, lakini Yesu anapokuja hakumwambia kwamba sasa ingia kwenye birika. Hakumwambia ingia kwenye maji kwa sababu hiyo ndio kawaida. Kitu ambacho alimwambia kwamba chukua godoro lako enda, njia ambayo si ya kawaida. Pendwa, kama kuna jambo naweza kuambia asubuhi ya leo ni kwamba tarajia Mungu kufanya mambo maishani mwako katika njia ambayo si ya kawaida ambayo umezoea. Umeona watu wakifanikiwa kwa njia fulani sawa, lakini wewe si wale watu. Wewe ni wewe, na hivyo tarajia Mungu kutembelea katika njia ambayo si ya kawaida. Wacha kufungue mpendo kwa njia ambayo si ya kawaida. Wacha kubariki katika njia ambayo si ya kawaida. Wacha kufungulia milango ambayo hata wewe kwa mawazo yako hukutarajia. Maana ninakumbuka Abraham na Sara, maana inasema kwamba walifika mahali ambapo uzee ulikuwa umeingia. Hata Sara anapoambiwa juu ya kupata mimba, anasema kwamba mimi hata siku zangu za wamama zile za kawaida za wamama zimeniisha. Haziko. Na ni ukweli, kawaida ni kwamba ili mama ashike mimba lazima awe hizo siku zake anazipitia. Lakini zote zake zimeisha mpaka anacheka. Yeye haoni Mungu ni Mungu ambaye anaweza mtembelea kwa njia ambayo si ya kawaida. Ni ombi la moyo wangu tujue kama Mungu si mwanadamu. Yeye ana uwezo kufanya chochote atakacho katika maisha yetu. Usiwahi tarajia tu Mungu katika njia moja. Tarajia Mungu katika upana. Maana ana njia za kufanya mambo ambayo si ya kawaida katika maisha yetu. Tumeona mambo mengi ambayo ameyafanya basi ya kawaida. Na hiyo unapokuwa Sara anapokea mtoto. Si kwa sababu hata mwenyewe anafika mahali hata alikuwa anaongelea juu ya mapenzi na mume wake, sema kwamba hata mapenzi hakuna. Hatupokei muujiza kwa sababu ya mapenzi, hatupokei watoto kwa sababu ya mapenzi mpendwa. Tunapokea kwa sababu Mungu ametujalia. Na hivyo tusiwahi tarajia tu njia fulani peke yake. Tutarajie Mungu kututembelea katika njia ambayo si ya kawaida. Mungu wetu ni mwaminifu na ana uwezo kututembelea. Ana uwezo kutuguza. Ana uwezo kutenda mambo ambayo si ya kawaida katika maisha yetu. Na hiyo sababu ninapoangalia mtu huyo, yeye matarajio yake kwa miaka 38 ilikuwa ni kwamba katika birika la Siloamu. Na kumbe kuna birika safi zaidi kuliko lile la Siloamu ambalo ni Yesu Kristo. Hakuwa na mengi juu yake, lakini alimwambia chukua godoro lako na uende. Njia ambayo hakuna yeyote mahali pale alikuwa maiona. Wote hata wale ambao labda walimuona akitoka mahali pale walishangaa ni njia gani. Mpendwa, Mungu ni Mungu wa kushangaza, ambaye kila wakati tunapomtazama anashangaza. Na hivyo jipe moyo
unapokuwa mikononi mwa Mungu. Usiwahi mdunisha kwa njia moja. Mungu ni Mungu wa njia elfu na elfu kwa ajili ya watoto wake. Maana anasema kwamba njia moja inapofungwa, anaweza fungua nyingine 7 kwa ajili yetu. Kwa hivyo Mungu ni Mungu wa njia. Mungu ni Mungu wa upenyezo. Na anasema kwamba hata pamoja na ile jaribu, atatengeneza na mlango wa kuweza kutokea. Inamaanisha kwamba Mungu ni Mungu wa options katika maisha yetu. Hawezi shindwa kufanya lolote katika maisha yetu. Jipe moyo, maana ninajua anaenda kukutembelea kwa njia ambayo si ya kawaida. Anaenda kukutembelea, yani ni kwa njia ambayo wewe mwenyewe huko unatarajia, kwa sababu wewe una njia yako. Ninajua jinsi ya kufanikiwa, ninajua una njia yako, lakini acha nikwambie hiyo ni yako, lakini kuna njia ya Mungu. Wakati unapokuwa katika ugumu, una matarajio ndio, lakini Mungu ana wakati wake kufikia. Na wakati utakapofika, nataka nikwambie kwamba atakutendea, atakukumbuka, ili uishi kuwa yani kama mfano kwa wengine. Wanapokutazama wanasema kweli tuliona Mungu akitembelea fulani kwa njia ambayo si ya kawaida. Lazima tujiachilie mikononi mwake, maana ana uwezo wa kuweza kutenda. Maana unapoangalia mstari wa 8 na mstari wa 9, huyu mtu aliona mambo ambayo si ya kawaida. Kwa miaka 38 hakuwa ameona jambo kama lile ambalo yeye aliliona. Na hii nataka nikwambie kwamba ana uwezo wa kukufikia, ana uwezo wa kutengeneza njia ambayo si ya kawaida, ana uwezo wa kutoa mahala, akupe afya nzuri, akupe amani na badilisha maisha yako, kwa sababu yeye ni Mungu aliye mwaminifu. Najua kwamba ninapomalizia, moyo wangu uko mikononi mwa Jehova, maana jambo ambalo nimekuja kuangalia katika maisha yetu, pendwa, ni uchungu sana kuishi karibu na muujiza wako na upokee. Na ni vibaya zaidi kuishi unapoweka mawazo yako kwa mwanadamu. Ni vibaya sana kuishi katika watu ambao mko level moja, ambao nyote hamjiwezi. Ni mchungu sana. Na pia lazima tukaweze kuelewa, anaweza acha shughuli zote ili aje kwa ajili yetu. Na nataka niseme kwamba yeye ana uwezo wa kuweza kutenda. Yeye ana uwezo wa kuweza kutenda, kwa sababu yeye ni Mungu aliye mwaminifu. Na zaidi ya yote nataka niseme hivi, kama Wakristo ambao tupo katika kanisa la Kristo, ni ombi la moyo wangu kama kanisa, hata kama hizi hali zipo jinsi zilivyo, pendwa, wacha tuendelee kujisalamisha mikononi mwa Mungu. Lazima tuendelee kujiachilia katika mikono ya Mungu, maana kila wakati msaada wetu mtoto kwake. Na hivyo tusalie mikononi mwa Mungu siku zote. Tunapoomba, hata tukiwa kule nyumbani na hata kanisa liko wazi, tuje mpendwa kanisani tuombe. Hata kama uko wawili, kuja, mradi tu kuweka masharti ambayo serikali imeweka. Osha mikono yako, tumia kama ni sanitizer itumie, weka distance ambayo inatakana, na pia kaa nyumbani. Na saidia yote fahamu na gani, endelea kuomba. Maski uweke, pendwa, maana si haja yetu si kupambana na serikali. Haja yetu ni kwamba corona iondoke. Na corona itaondoka kwa sababu Mungu atakuwa ametupatia ule uwezo wa kuweza kuangamiza hizo maroho. Nataka niseme hivi katika jina la Yesu. Wakristo, corona ni mapito. Mapito ni ya kupita. Hii kitu ni kitu ambayo haitaishi siku zote. Na kwa sababu itapita, tusiongee sana juu ya corona, maana tunainua hiyo roho. Wacha tuongee zaidi yeye, juu ya yeye aweza itoa ile corona, kwa sababu tunapomuongea sana anashuka kabisa na kufanya kitu. Mkristo mwenzangu, kama kanisa la Yesu Kristo, pendwa, jipe moyo, maana najua kwamba Mungu akanaondoa ili janga. Haitachukua muda mrefu, ibada zitakuwa zimerudi kama kawaida. Lakini zaidi ya yote ni ombi la moyo wangu, kaa katika maombi. Na kama kweli kabisa utakaa katika maombi, nataka nikwambie kwamba tunaposhirikiana hivyo, Mungu anaenda kulikumbuka kanisa lake. Maana ni jambo ambalo hatujaliona. Tangu nizaliwe sijaiona mambo haya, lakini ninajua ni mapito. Hii ni hali ya mapito. Na hivyo ninapomaliza katika jina la Yesu, kabla sijaweza kuomba, huenda unahitaji lolote, uko na request yoyote katika maisha yako, najua vizuri kwamba una namba yangu. Tafadhali utanipigia, na unapotupigia ama hata kutuma ujumbe, nitakuwa tayari kuweza kupokea. Nami nitachukua nafasi hiyo kuweza kuiombea, ili kwamba ukaweza kupokea hitaji la moyo wako. Unaweza baada ya mahubiri haya, unaweza tupata katika YouTube na hata katika Facebook, na hata ile Facebook ya church pia unaweza kutupata pamoja na ministry. Hii yote mpendwa, ni kwamba ikusaidie na itusaidie sisi.
Maombi yale unapotuma mpendwa, tutakoma pale, kwa sababu corona haija affect maombi yangu. Corona haija affect imani yangu. Pendwa, bado niko yule mtumishi ambaye ninaamini katika Kristo yote yanawezekana. Na hivyo jipe moyo, maana ninajua Mungu anaenda kutenda. Kanisa letu ambalo niko kwa sasa ni kanisa la Christ Evangelistic hapa Matisi Kitale. Majina yangu nikiwa tu mchungaji Isaya Mnali. Na namba yangu labda kwa wale ambao hawana, ambao unajua kama mtaweza kutazama labda katika YouTube ama Facebook, kama una kalamu 0724 696946. Taka nirudia tena. Nambari yangu ni 0724 696946. Kama kuna jambo ambalo ninapenda ni kama mpendwa, wacha tuwe sehemu moja tunapomuinua Yesu sana kuliko corona. Corona ni mapito, siku moja haitakuwepo, lakini Yesu yule yule wa jana, leo na hata milele. Habanduki, habadilishwi na hali yoyote, anasalia yeye kwa ajili yetu. Kwa hivyo katika yote nataka niwakaribishe hata katika ibada zetu wakati tutakuwa zinarejelea. Na mimi najua kama Mungu anaenda kutenda mambo makubwa. Zaidi ya yote nataka niombe katika jina kula Yesu. Linaenda sehemu mbalimbali na linaenda kutenda mapenzi yake katika maisha wengi, ewe Jehova. Jinsi ulivyokumbuka mtu huyu aliyekuwa amekaa miaka 38 katika hali hiyo na ukamsababisha akatoka mahali pale akiwa salama. Mungu, wewe ndio Mungu ambaye tutasalia kukuabudu na kukuinua. Maana kwamba kuna usiloliweza Jehova. Tunajua corona imeingia imechanganya mambo, lakini Jehova, corona haijakuchanganya wewe. Unasalia yule yule wa jana, leo hata na milele, ewe Bwana. Hata uchumi ujapoharibika mtakatifu, uchumi wa mbinguni haujaharibika, ewe Bwana. Maana siku baada nyingine unashughulikia mahitaji yetu Jehova, na unatufunika na kututenda mema, ewe Mungu wa maajabu. Na hivyo katika jina la Yesu Kristo, wewe ndiye Mungu ambaye tumaini letu tunaenda kuliweka kwako. Haijalishi tunakaa kati ya watu gani, lakini Jehova tumaini tunaliweka kwako. Iwe ni hali gani Bwana wa majeshi, mioyo yetu Bwana tunaisalamisha mikononi mwako, maana hakuna mwingine awezaye tusaidia. Tuko katika jangwa sisi wote mtakatifu, tunapitia katika zile changamoto wote Jehova. Kwa hivyo awezaye tusaidia tu ni wewe katika jina la Yesu. Na ninajua kwa neno lako tu Jehova hali zinaenda kubadilika. Uliyenena Jehova juu ya Sara na Abraham, wewe ndiye Mungu ambaye unanena juu ya maisha yetu. Unaenda kuyafanya mambo katika njia ambayo si ya kawaida. Maana madaktari wamejaribu, wanasayansi wamejaribu, lakini ukweli wa mambo, msaada wa kipekee unaenda kutoka mikononi mwako. Maana kwa neno unakomesha kila hali. Ninapokumbuka nyakati zile Jehova, wana wa Israeli wakivuka mto Jehova, ni kwa neno lako Jehova maji yaligawanyika. Na hivyo Bwana majeshi, tunakuamini katika jina la Yesu kwamba unaenda kutenda Bwana. Hata wale ambao ni wagonjwa mtakatifu, na nena nguvu zako Jehova, maana hizo nguvu zako ni upako ambao unaweza kuvunja kila roho katika jina la Yesu Kristo. Hivyo hizo nguvu za uponyaji zishuke juu ya watoto wako. Wapokee hizo nguvu, wapokee amani. Hata wale ambao wamelemewa na mizigo mbalimbali, wacha wapokee pumziko mtakatifu. Maana wewe ni Mungu ambao unasema kwamba tukupe mizigo yetu yote na utatupumzisha. Wacha tupokee ile pumziko, maana Jehova unaliachilia kwa ajili ya kanisa lako. Uwepo wako Jehova uendelee kulifunika na hata kulitenda mapenzi yako, maana wewe ni Jehova uliye wa ajabu. Pokea heshima ewe Mungu Baba yangu, maana wote ambao wanaenda kutazama Jehova labda kupitia katika YouTube ama Facebook, Jehova ni ombi la moyo wangu, wacha waguswe ili wajue kwamba katika haya maisha wewe una uwezo wa kuweza kutushughulikia. Pokea heshima, pokea utukufu, maana Baba umesikia na hata umetenda. Katika jina la Yesu Kristo Bwana tumeomba tunapokuamini. Amen. Mungu wa amani akaweze kubariki. Na wakati mwingine tena kwa majaliwa Jehova bado tutaendelea kuwaletea. Bwana awatende mema. Amen. Amen. Is built